Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanadiplomasia nambari 1 hii leo, amekuwa na tukio la kihistoria hapa nchini la kuzindua sera mpya ya mambo ya nje ya mwaka 2001 katika toleo lake la mwaka 2024. Ni jambo ambalo limekuwa likingojwa na limekuwa na mchakato wa muda mrefu wa si chini ya miaka 5 hivi. Huku na kule, wataalamu wa mambo, wanadiplomasia wakipigana vikumbo kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na sera madhubuti, sera yenye kuvutia na sera ya kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania linaendelea kusalia kwenye misingi yake ya uimara na kuendelea kusonga mbele ikiwa shupavu zaidi. Tutajikita kuangazia ujio wa sera hiyo mpya ya mambo ya nje na yale yaliyomo ndani ya sera yenyewe. Naitwa Nurdin Selemani, ikiwa na matumaini ya kwamba umekuwa na siku njema ya Jumatatu ya leo. Studio tumemwalika mkurugenzi wa sera na mipango kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, Justin Kisoka. Karibu sana. Asante sana baba. Kwema? Kwema kabisa. Kwanza niwape kongole. Asante sana. Kwa kazi ambayo tuliingoja kwa muda mrefu na hatimaye leo sasa tunaona matunda yake. Asante sana. Miongoni mwa vitu ambavyo vimetajwa ni kwamba kuna mambo 8 yale ya msingi. Watu wanatamani sana kuyajua. Ni kwa nini 8? Kwanza haya mambo 8 lazima tujue ni nini. Hii ni misingi. Ni misingi ya sera ya mambo ya nje. Okay. Na misingi hii ilianza tangu tumepata uhuru. Ilikuwa 7 ambapo tangu uhuru imekuwa ikiakisiwa katika sera zetu za mambo ya nje. Waraka wa Rais namba 2 wa mwaka 1964 na azimio la Arusha la mwaka 1967. No. Lakini ikaja ikabebwa kwenye sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001. Ambapo tumetekeleza mpaka tulipozindua sera hii yetu leo. Sasa leo, kutokana na tathmini iliyofanyika, kaonekana kuna umuhimu wa kuongeza msingi wa ziada. Okay. Na utapata fursa kama alivyozungumza, alivyoainisha leo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwanadiplomasia namba 1, ameainisha ile misingi ile. Kwa ukienda kitabu na mtakipata, utaona una kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka kamili na uhuru wa kisiasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna kulinda uhuru, haki za binadamu sana, demokrasia. Ulikuwa ni msingi mwingine. Hapo kuna mgogoro, tutarudi hapo kwa kina. Tuendelee kwanza kuzitaja. Kukuza ujirani mwema. Ni msingi ambao kukuza umoja wa Afrika, kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na washirika wa maendeleo, kuwezesha utekelezaji wa sera ya kutofungamana na upande wote, na ushirikiano na nchi zinazoendelea, tukaongelea South South ile cooperation. Halafu kuunga mkono Umoja wa Mataifa katika juhudi zake za kuimarisha maendeleo ya kiuchumi, amani na usalama. Hapo tulikuwa tumeishia. Sasa baada ya tathmini ikaonekana kuna umuhimu wa kuongeza msingi mpya ambao na kulinda maadili, mila, desturi na utamaduni wa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba taifa lolote lile, pamoja na kwamba tunashirikiana na wenzetu dunia nzima, lakini ni lazima tuendelee kulinda mila, desturi, tamaduni za watu wetu na za nchi yetu. Zisimonyolewe kupitia ushirikiano wetu nje ya nchi. Kwa hiyo tu ni ndio inafanya anakuwa mambo 8 ile foundation principles za foreign policy. 7. Sasa kutoka 7 zimekwenda 8. Nilikwambia pale wakati tunataja haki za binadamu kuna mgogoro, kwa sababu hii sasa ndio inakuja labda kuondoa hizo shida ambazo zilikuwa. Mara nyingi sasa tulikuwa tukiambiwa wakati mwingine sisi ni watu ambao tufuati haki za binadamu kwa sababu tu hatutaki kufuata baadhi ya mashinikizo ya wenzetu ambao tamaduni wanaziona sahihi, sisi kwetu kulingana na silka na tamaduni zetu haipo sahihi. Msingi wa kuletwa hii namba 8 ndio unasiliba pale kwenye mambo ya haki za binadamu? Hapana. Kama utakavyojionea kwenye sera yetu, nayo utaona kwamba hatua zilizochukuliwa za kisera na kisheria na kikatiba kwenye masuala ya haki za binadamu utayakuta huku kwamba yanalindwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Yanaainisha haki za binadamu. Lakini tunasema sisi
hakuna maana moja ya haki za binadamu dunia nzima. No one size fits all. Sisi maana yetu haki za binadamu ni katiba, sheria mama, lakini pia na sheria zilizopo, lakini pia na swala la mila, desturi na tamaduni zetu. Kwa hiyo utaona swala la haki za binadamu utakaposoma kitabu chetu cha sera kinatoa ufafanuzi mzuri sana na misingi na taasisi ambazo zimewekwa katika kushughulikia swala la haki za binadamu. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote. Turejee kwenye sera yenyewe. Imekuwa ni jambo la muda mrefu. Wengi wanaona kwamba ni wakati mwafaka sana kuwa na hii sera. Nyinyi ambao mlikuwa jikoni, mnaona kwamba tunaelekea wapi baada ya kupata hii sera mpya ya mambo ya nje? Asante sana. Nadhani tunakwenda kwenye ngazi ya juu zaidi. Na ukiona takwimu ambazo manufaa hii sera tunayotekeleza imeleta ni makubwa sana katika nyanja mbalimbali. Kwa kifupi tu, kwa mfano mathalan kwenye ushirikiano wa wawili, bilateral relation, sera imewezesha kusainiwa kwa mikataba na hati za makubaliano na mataifa mbalimbali ambayo imeleta fursa nyumbani katika nyanja mbalimbali nyingi. Na hapa kanuni sisitize tu na vile vile kwenye ushirikiano wa kimataifa au ushirikiano wa kikanda. Na leo imeona dunia ina raha baada ya uzinduzi wa dola, lakini jana kutoka Geneva hii sera inahusika nayo. Ushindi wa jana hii sera inahusika nayo kwa sababu tunakwenda kushughulikia masuala ya kimataifa. Tanzania inaenda sasa kushiriki kutatua changamoto za kiafya. Swala la afya ni swala la kimataifa, sio swala la nchi moja au swala la kikanda peke yake. Kwa hiyo utaona sera hii ina malengo ya multilateral relation, ushirikiano wa kimataifa, ambao kupitia malengo hayo ndio yamewezesha sisi kuweza kuomba ridhaa ya nchi za ukanda Afrika watuamini na kutuweza kutupa nafasi ya kuwa kiongozi wa kushughulikia changamoto za Kiafrika. Kwa hiyo ni moja imetoka kwenye sera. Lakini kama ulivyosema tukoje, namba zinazungumza zenyewe. Mwaka 2021 nadhani ukiangalia kwa mfano kwenye idadi ya watalii tulikuwa tunaongelea kama milioni 1.7 hivi. Mwaka jana 23-24 tunaongelea 5.4 kwenda juu. Sasa hii sera inaleta manufaa haya. Sisi tuna ushirikiano wa wawili. Tunazungumza na nchi marafiki zetu. Tunawashawishi watu wao kupitia balozi zetu 45 na konseli kuu 5. Tunatangaza utalii, tunatangaza vivutio, na kupitia filamu ya Mheshimiwa Rais ya Tanzania The Royal Tour nayo imechochea kwa kiwango kikubwa, na unaona namba zinazungumza. Na uwepo wa watalii kama ambao tumekuwa tukiainisha unaenda sambamba na manufaa. Kwanza manufaa ya kiuchumi kwa mahoteli, lakini wakulima wetu wanauza vyakula, alafu biashara zinakwenda, wanauza sanaa, wanafanya biashara za usiku kama anavyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Chalamila, Dar es Salaam ni masaa 24. Kwa night life economy, wakija kwenye mikutano. Kwa hiyo unaona kabisa kuna faida inakwenda kwa wananchi wa kawaida. Lakini miradi yote ya kimkakati, japokuwa tunaona ni ya kisekta, lakini inaanzia kwenye sera hii. Sera hii ndio inawezesha, inaweka taratibu ya sisi kufanya mashauriano, kufanya majadiliano kuhusu misaada ya kiteknolojia, kuhusu mikopo, kuhusu upatikanaji wa rasilimali. Na hiyo ni miongoni mwa malengo ya kwenye sera hiyo, upatikanaji wa rasilimali. Yameendelea kuwepo swala muhimu. Jukumu letu ni kutafuta rasilimali nje ya nchi kwa masharti nafuu ambayo yatumizi na kuleta nyumbani kutekeleza fursa. Utaona reli, utaona bwawa la Mwalimu Nyerere, na pia tumeainisha kwa mfano shirika la ndege la Tanzania ambalo linakuwa kwa kasi. Ile mikataba ya watu eneo gani, sera inafanikisha kwa sababu kuna ushirikiano wa wawili. Kwa hiyo maeneo ni mengi na hayaanzi tu hewani. Yanajengwa kutokea kwenye sera hapa, kwa sababu inaainisha kabisa kwamba sisi tutashirikiana na nchi rafiki. Hapo Justin. Baada sasa kuzinduliwa sera hii, tunatarajia nini mambo ambayo mapya yatakayokuja kitofauti kuonesha kwamba sasa
hii sera inaendelea kutupa mwelekeo chanya zaidi tofauti na hapo awali ambapo tulikuwa na hii sera mpya ya mambo ya nje? Sawa, kama tulivyosema, kwanza hii ni sera na ina mkakati wake wa utekelezaji, ambapo mkakati wake unaweka mbinu sasa za namna gani kuchochea kasi ya kuchangamkia fursa, ya kuleta fursa. Lakini utaona maeneo mapya yaliyoainishwa kwenye sera hii yaliyotangazwa leo ni maana ambayo hapo awali hayakuwa yamejumuishwa kwenye uhusiano wa kimataifa. Kwa hiyo msukumo wa kuyachangamkia kuleta fursa ya kimataifa hapa nchini haukuwepo. Kwa sasa hivi yapo. Lakini hayo ni kukiacha maeneo mapya, pia wadau. Sera mwaka huu inaainisha zaidi wadau wengi na yanawapa majukumu. Mathalan, sekta ya habari, media, wamepewa jukumu kwenye sera hii, wafanye nini? Kwa hiyo kazi yenu itakuwa ni kuelimisha umma, kama hapa sasa hivi wananchi wanafuatilia, wanaelewa sera, ni jukumu ambalo tayari mmeanza kulitekeleza. Lakini pia mtakuwa na jukumu la kuwapa wananchi taarifa ya fursa. Na utaona kama walivyozungumza leo Mheshimiwa Rais kwamba sasa hizi wanadiplomasia wetu wako accountable kwa wananchi. Yaani wanawajibika kwa wananchi. Amezungumza swala la wajibikaji. Kwa hiyo badala ya kusubiri kuwajibika kwa mamlaka za uteuzi, sasa hizi wanawajibika kwa wananchi. Kwamba jamani, tumekwenda tumefanya mazungumzo na nchi A, tumepata fursa hizi, lazima tuwaambie kupitia kwenye utaratibu kama huu, lakini kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa maana ukienda kwenye kila Twitter au ukienda kwenye Instagram au ukienda kwenye Facebook za habari, utaona kabisa kwamba kuna kitu kipya kimetangazwa pale na mwananchi anachangamkia sasa. Lakini pia sekta nyingine ndani ya nchi nazo zina wajibu wa kurahisisha ule mchakato kwa sababu ni shirikishi, ili mwananchi aweze kufaidi. Kuna mambo ya diaspora. Muda mrefu wamekuwa wakilia na namna ambavyo wanataka kuona ushiriki wao wa moja kwa moja kwenye uzalishaji wa nchi na kuisaidia pakubwa. Namna gani sera mpya imewatazama kwa jicho la huruma ama jicho la kuona kwamba hawa ni watu ambao tunatakiwa kuendelea kuwa jirani nao? Asante sana. Kama nilivyoainisha, maeneo mapya ambayo yametamkwa leo, moja wapo ni diaspora. Na baada ya tathmini ilibaini kwamba kulikuwa na mapungufu kwenye ile diaspora. Kwa sababu mwongozo ulikuwa unashughulikia masuala ya diaspora ilikuwa na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa uchaguzi wa mwaka 2020 ambayo ilikuwa inaongelea tu kushirikisha Watanzania waishio nje ya nchi katika maendeleo ya taifa. Ikaishia hapo. Lakini haikugusia kwamba kuna kundi lingine ambalo katiba na kisheria sio Watanzania, sio raia wa Tanzania. Lakini wana asili ya Tanzania. Kwa hiyo utaona sera hii kwa mara ya kwanza inajumuisha ushirikishwaji na ushiriki wa Watanzania waishio nje ya nchi katika maendeleo ya taifa, lakini pia raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania nao sera inatambua kuwashirikisha katika maendeleo ya taifa. Kwa nini? Hawa ni raia ambao wamepoteza uraia wao kwa sababu moja au nyingine, au wengine walizaliwa na wazazi wao nje ya nchi, lakini hawezi kupoteza asili yao. Kwa hiyo sera sasa inatambua hilo na inatoa matamko ya serikali kwamba itawezesha, itafanikisha kushughulikia masuala ya diaspora na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania katika maendeleo ya taifa. Na kuonesha kwamba swala ni muhimu, tayari sera nyingine, sera ya ardhi toleo la mwaka 2000 na toleo la mwaka 2020 nalo limetambua hiyo. Na zinasomana. Naona kwa hiyo unaona tayari swala la diaspora limepata tayari suluhisho la kisera tayari. Sasa ambalo litawezesha sasa taratibu nyingine za kikanuni, kisheria kufanywa kazi ili kuweza kufikia ile azma ya kurahisisha kundi hili muhimu kuchangia maendeleo ya taifa. Moja kwa moja, kama ni uwekezaji, kama ni kutuma fedha kwa ndugu zao, kama ni kuwekeza kwenye sekta kama za nyumba, kama sekta za mitaji kama vile UTT AMIS tunaona wanawekeza sana. Kama ni kwenye sekta ya kilimo, viwanda, hiyo ndio itakuwa sasa mwelekeo mpya wa kisera. Tayari imepata majibu kwenye mwelekeo wa kisera. Na sera mbili sasa zinatambua mahitaji ya kundi hili muhimu.
Diplomasia ya kiuchumi imekuwa ikipigiwa sana kelele. Dunia nzima inaizungumza sana diplomasia ya uchumi, na wakiamini kwamba ni sehemu ambayo inaweza kufanya mataifa yakachanua zaidi na kufikia malengo makubwa. Sera yetu imelikumbuka eneo hili kwa upana wake kabisa. Yaani hilo ndilo swala la msisitizo kwenye sera hii. Na ni lazima na ni vizuri wananchi na wadau wakaelewa nini maana ya diplomasia ya uchumi. Tunazungumza kuhusu nini? Mtu anavyosema diplomasia ya uchumi kwa lugha nyepesi tu, ni kwa sababu diplomasia ni uhusiano. Na diplomasia ya uchumi ni kuhakikisha tunahusisha maslahi ya kiuchumi ya taifa katika mahusiano yote. Yawe ni mahusiano ya wili, yawe ni mahusiano ya kikanda, yawe ni mahusiano ya kimataifa. Hata ushindi wa Profesa Janabi jana nao ni sehemu ya utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Sasa sera hii sasa hivi inatambua hata kwenye masuala ambayo zamani yalikuwa onekana ni ya kisiasa, kama vile ulinzi wa amani, haki za binadamu, usuluhisho wa migogoro, bado inachukuliwa kwamba juhudi za nchi, juhudi za kidiplomasia ndani na nje ya nchi kwenye kushughulikia maeneo haya ni hatua muhimu kuwezesha ushirikiano wenye maslahi ya kiuchumi. Mathalan, kama jirani yako ana mgogoro, unakuhusu, huwezi kusema huu mgogoro na nchi jirani haunihusu. Unakuhusu kwa sababu ukisuluhisha ule mgogoro, kukawa na amani, wafanyabiashara wako watakuwa na uwezo wa kuuza bidhaa, watakuwa na uwezo wa kufanya biashara, watakuwa na uwezo wa kuwekeza. Hata Azam kama kuna mgogoro kwenye maeneo jirani inaathiri kwa mfano kampuni, kwa sababu wafanyabiashara wote watabaki mipakani, hawataweza kupeleka bidhaa, watu hawataweza kwenda na kurudi. Kwa hiyo lazima tufanye juhudi za makusudi kupitia sera hii, kwa sababu ina malengo ya peace, security and stability, ya kusuluhisha siasa, ulinzi na usalama, kuhakikisha kwamba sisi na majirani zetu popote pale penye changamoto tunatatua, lakini kama njia muhimu kuwezesha ushirikiano thabiti wa kiuchumi. Tuangalie eneo la sekta binafsi. Ndio imekuwa ndio injini ambayo inaisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba mambo mazima ya kinchi yanakwenda, wakitoa ajira na mambo ya namna hiyo. Sekta hii imekumbukwa kwa namna gani na itatafsiri vipi uwepo wa hii sera mpya ya mambo ya nje? Asante sana. Kama nilivyosema kwamba sera hii msingi wake mkubwa, mrengo wake mkubwa ni diplomasia ya uchumi, na diplomasia ya uchumi ni kuchangamkia fursa za kiuchumi. Lakini utaona kwamba sera hii katika wadau, katika mgawanyo wa majukumu kwa wadau, muundo wa kitaasisi, sekta binafsi imepewa jukumu lake. Na miongoni mwa jukumu kubwa kabisa la sekta binafsi ni kuhakikisha kwamba anachangamkia fursa zinazopatikana. Mikataba yote tunayosaini kati ya Tanzania na nchi nyingine, mikataba inayosainiwa kati ya chemba za biashara za kwetu na za nchi nyingine, fursa tunazozitafuta za masoko ya bidhaa zetu, mtekelezaji mkubwa ni sekta binafsi. Kwa hiyo utaona sekta binafsi amepewa jukumu kubwa sana kutekeleza sera hii kuhakikisha inafanikiwa, lakini pia ana jukumu la kutoa ushauri wake na kumshauri serikali pale ambapo anaona kwamba kuna fursa na anahitaji changamkie, then inahitaji nguvu ya serikali ipo hapa ndani hapa kwenye mgawanyo wa majukumu ya wadau. Kwa hiyo kwa kifupi sana, sekta binafsi ni mdau mkubwa na ana jukumu kubwa sana, kwa sababu yeye ndiye mchangamkiaji mkubwa wa fursa zitokana na ushirikiano wa aidha ni uwili, aidha ni ushirikiano wa kikanda au ushirikiano wa kimataifa. Kumekuwa na mijadala mingi sana mara kadhaa pale ambako Zanzibar ikishiriki kwenye mambo ya kimataifa. Kila mmoja amekuwa na mtazamo wake. Wakati mwingine wanasema inabidi Jamhuri ya Muungano ifanye mambo yote ikiwemo yale ambayo yanahusu Zanzibar na vitu vya namna hiyo. Sera hii imeweza kutatua hii na kutupa majibu ya moja kwa moja, ili mijadala ambayo wakati mwingine yawezekana inakuja kwa kutokuwa na ufahamu mzuri ikamalizika. Asante sana. Kama unafahamu ni sera ya muungano na wizara ni ya muungano. Na kama umesikiliza leo vizuri sana wakati wa uzinduzi, msisitizo ni mmoja, kwamba fursa zote zinazotafutwa nje ya nchi lazima zizingatie pande zote mbili za muungano. Na kwa lugha nyepesi nasema
maeneo mahususi yanahusu Zanzibar, lazima fursa kutoka nje ya nchi ziende kule. Na utaona kwenye sera hii unaona inazungumzia eneo jipya kabisa la uchumi wa bluu. Na ili ni eneo pana hili. Lina mambo mengi kule ndani. Lina mambo ya utalii, lina mambo ya utunzaji wa mazingira, lina mambo ya usalama wa mipaka, usalama majini, lina mambo na sekta za usafirishaji. Sasa ni eneo ambalo limechukuliwa sasa kwamba pamoja na kwamba linanufaisha watu, lakini ni eneo lazima atakishamba fursa zake mahususi. Kwa sababu ni kipaumbele kikubwa kabisa namba moja cha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo utaona sera sio tu kwamba imechagua maeneo mapya kutoka hewani. Hapana. Kulikuwa na maoni ya wananchi yaliyofanyika kukusanya maoni, na eneo lilobainishwa kwamba ni muhimu likajumuishwa kwenye sera hii, moja hapo nilo la uchumi wa bluu, na linaigusa Zanzibar na baadhi ya maeneo ya Tanzania bara. Kwa hiyo utaona hilo ni moja hapo, lakini kwenye utendaji ni lazima kila swala linalohusu ushirikiano wa kimataifa lazima liguse pia Zanzibar. Kwa hiyo ni swala ambalo masuala ya kimataifa yanashughulikiwa kwa pamoja. Nadhani ipendeze niishi hapo. Okay, ni Justin Kisoka huyo, mkurugenzi wa sera na mipango kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, ambayo tunaye hii leo tukiangazia sera mpya ya mambo ya nje ambayo imezinduliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lengo ni kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kupiga hatua kwa kasi na kufikia malengo ambayo amekuwa nayo. Tukigusia kuhusiana na namna ambavyo Zanzibar ikiwa katika ushiriki wa mambo ya kimataifa na baadhi ya mitazamo hasi ambayo watu walikuwa nayo, kwa hiyo ametusaidia tuwekea sawa hapo. Justin, kuwa na sheria, sera na mambo mengi mazuri ni jambo moja, lakini kuja sasa kwenye utekelezaji wake ili kuleta tija kwa wananchi, hapo ndio huwa kunakuwa na mtihani. Kuna wakati mwingine watu wanasema Tanzania imebarikiwa sana kuwa na mambo mengi mazuri ya kwenye maandishi, lakini kwenye utendaji kuna mengine ambayo huwa yanaachwa na kuna mengine ambayo yanafanyika katika kiwango ambacho watu wanastaajabu na kukifurahia. Hakikisho lako ni nini kwa yule mtu ambaye sasa amekaa nyumbani, amesikiliza yale yote ambayo alisemwa leo mazuri, na rais pia kusisitiza kwamba watu wasikae nyuma pale ambapo tunasemwa, watu wajitokeze waseme, ya uhakika waeleze, ufafanuzi wayatolee, pale ambapo tumekosea tujikosoe na kuhakikisha kwamba tunaendelea kupiga hatua. Asante sana. Mimi nadhani kama alivyozungumza mwanadiplomasia na pamoja leo na wadau wote, unaona kabisa jukumu, sera zetu zimewezesha mambo makubwa ambayo nimeshatamka pale, lakini sio vibaya kurudia. Fursa zote zinazopatikana hapa nchini, mwongozo wake mkubwa unatoka kwenye sera ya mambo ya nje. Jana tulikuwa tunashangilia ushindi wa Profesa Janabi, na bado tunaendelea kushangilia Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, rais wa bunge la IPU, na viongozi wengine wengi. Yote yanatokana kwenye sera. Kwa hiyo sio masuala ya kubahatisha. Nimezungumzia kuhusu takwimu za utalii. Kwamba unaona namba zinahama kutoka milioni 1.7 mwaka 2021, sasa tunazungumzia zaidi ya milioni 5 katika kipindi kifupi. Na hiyo na kampeni ya The Royal Tour na juhudi kubwa za wanadiplomasia wetu zinajieleza zenyewe. Tumezungumzia kuhusu utekelezaji wa miradi ya kimkakati hapa nchini, kwa sababu usisahau sera mambo nje ni muendelezo wa sera za ndani. Kwa hiyo inachukua vipaumbele vya ndani inavipeleka kimataifa, inaleta fursa nyumbani. Kwa hiyo utaona kwenye mamiradi yote mikataba iliyosainiwa, kwa mfano katika kipindi cha tangu 2021 Mheshimiwa Rais ingia madarakani mpaka leo hii imeshasainiwa mikataba na hata makubaliano 161. Tangu Julai tu mpaka sasa hivi tunazungumzia hati 49. Sasa hizi zinakwenda kuakisiwa kwenye fursa. Huwezi kusaini mkataba kama hamjakubaliana, kama hamjafanya majadiliano. Kwa hizi ni namba ambazo tunaamini zitaendelea kuimarika na kuongezeka, na wananchi wakae tu mkao mzuri wa kuchangamkia fursa na kuhakikisha kwamba wanaleta manufaa nyumbani. Kwa mara ya kwanza sera mambo nje inagusia kundi kubwa la vijana na usawa wa jinsia. Kwa kina mama, usawa wa jinsia kina mama, leta fursa nchini kwa ajili ya makundi haya. Na kama unavyofahamu
vijana ni sehemu nzuri, ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya uchumi. Na kama sera imetambua swala hili, kilichobaki sasa ni vijana kuchangamkia zile fursa na sekta nyingine, kwa sababu kama tulivyosema sisi ni wasimamizi, lakini pia kuna watekelezaji wengine. Tunadhani kwamba tutakapokuja kufanya mapitio mengine tutapata namba nzuri sana, na sisi hatuna wasiwasi na hilo. Okay. Maneno kwake Justin Kisoka, mkurugenzi wa sera na mipango kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, ambaye tulikuwa naye hapa kuangazia sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 katika toleo lake la mwaka 2024 ambayo imezinduliwa rasmi hii leo na mwanadiplomasia nambari 1 Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kielezwa kwamba sasa mwelekeo wa sera yetu ya mambo ya nje utaendelea kujikita zaidi kwenye masuala mazima ya diplomasia ya uchumi ili kuifanya taifa liweze kusonga mbele kwa kasi zaidi. Lakini amemalizia hapo kwa maneno ya namna ambavyo vijana na wenyewe hawajasaulika katika sera na wamejumuishwa ipasavyo. Nikushukuru sana Kisoka. Asante sana. Na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani, tulikuwa sote tangu pale tukianza kipindi hii leo. Naitwa Nurdin Selemani, kutakia kila la kheri na usiku mwema panapo majaliwa. Basi tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine cha